Mtazamaji, karibu kufuatilia taarifa ya kaimu msajili wa bodi ya nyama nchini Tanzania, Bwana Imani Sichalwe, kuhusiana na kazi maalum ya ukaguzi katika machinjio ya Vingunguti tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2021, ikiwa ni sehemu ya pili. Lakini tumeingia kwenye uchochoro fulani, uchochoro mwingine, watu wanajisaidia maeneo hayo hayo. Yaani maana tumekuta kinyesi cha binadamu na mkojo wa binadamu katika eneo lile lile wanaochakatia nyama. Wanachakata nyama na kuuza nyama hapo hapo. Na picha tunazo, unaingia kwenye geti. Ukiingia kwenye geti kuna sehemu wanachakatia nyama, mwishoni mpapala wanapochakatia nyama ndipo ambapo kuna choo. Kile choo yule mmiliki mara nyingine anaamua kukifunga. Sasa kwa sababu pale watu wanakaa muda mrefu, wengine wanasikia hizo haja, mkojo na kinyesi, wanajisaidia mle ndani. Kuna jinsi ambavyo wao wanajua, alafu kile kinyesi pamoja na mkojo wanatupia juu ya bati, na tumeshaona pale. Lakini mle kuna magogo ya ajabu machafu, mazingira mle ni machafu mno, congestion ya watu au mkusanyiko mkubwa wa watu huko mle, alafu watu ndo wanasema wanafanya biashara ya nyama. Kwa kweli hali hile si nzuri kwa afya ya binadamu. Nyama ile ambayo tulikuwa tunaikamata ile ni mbaya kiasi kwamba mtu akienda kula hata sijui wao wanajisikiaje kula nyama namna ile ambayo hata ukigusa inavutika hivi. Kwa hiyo ile nyama sio salama kwa ajili ya matumizi. Ni chafu na sio salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Na ukiangalia bei ya nyama hiyo inauzwa fungu, inauzwa shilingi 2,000. Inauzwa shilingi 2,000 mpaka 3,000. Wakati nyama dukani inauzwa kuanzia shilingi 5,500 mpaka shilingi 8,000, na wengine wale wenye mikato maalum wanauza mpaka 10,000, 15, inategemeana na mahali. Sasa hiyo nyama ya shilingi 2,000, 3,000, hiyo ni nyama ya aina gani? Mtu anaenda kununua nyama ya aina gani? Ni nyama zile ambazo hazieleweki ndio zinauzwa katika eneo la Vingunguti. Na hiyo biashara haijaanza muda mfupi uliopita. Ni biashara ya muda mrefu ambapo wataalamu wengi wakiwa wakienda katika eneo lile huwa hawafanikiwi kwa sababu kuna wanasiasa wanaingilia kazi za wataalamu. Hicho ndio kitu ambacho cha hakitakiwi. Ukifanya tu kazi kidogo pale, wataalamu wale wanasiasa wanakuja wanasema wapiga kura wetu. Sasa mpiga kura wako ndo amuuzie mpiga kura wa mwingine nyama ambayo haifai, alafu akapata madhara na serikali kapata kazi ya kununua dawa badala ya kufanya maendeleo mengine. Hili swala lilikuwa upande wa nyama. Sasa tunaenda upande wa yule anayeuza mifuko ya kufungashia nyama. Mifuko ya kufungashia nyama inayouzwa pale ni mifuko kwa jina inaitwa sulfate. Na kule ndani ilikuwa inahifadhiwa kemikali mbalimbali. Gypsum. Gypsum. Na white na cement na urea vile. Wanatunzia hizo mifuko ya kutunzia urea, white cement pamoja na kemikali hizo zingine. Na ile mifuko inavyoonekana ni michafu. Ukiangalia, ukigusa ile mifuko ile, na yenyewe inatoa mnato fulani hivi. Maana kemikali bado ziko kule ndani. Lakini kwa taarifa nilizo nazo kuhusu ile mifuko ni kwamba ile mifuko inaokotwa kwenye dampo, alafu inaoshwa, alafu ndo wanauzia hao watu wa nyama, na watu wa nyama ndo wanatumia kwa ajili kubebea hiyo nyama yao. Wanaiweka kwenye madeli yale ambayo sisi hatujaruhusu. Kwa hao ni watu wengine ambao tuliwatangazia tarehe 13 mwezi wa 3 kwamba hawatakiwi kufanya biashara ile na waondoke mara moja. Wasitishe biashara yao ile mara moja. Tarehe 13 hiyo. Na tarehe 13 hiyo tuwatangazia watu wa bodaboda, watu wanao fanya kazi ya kusafirisha binadamu pamoja na nyama. Yaani wanafanya biashara wakati wa kusafirisha nyama wanasafirisha nyama, wakati wa kusafirisha binadamu wanasafirisha binadamu, lakini mara nyingine wanachanganya nyama na binadamu wanawasafirisha wakati huo. Anafunga kiroba chake huku, hiyo mifuko ile michafu, na mtu anakaa pale
anagusa zile nguo zake za yule msafiri, na wanasafiri kwa pamoja. Nyama pamoja na binadamu wanasafiri kwa pikipiki kwenda sehemu fulani, kitu ambacho ni kinyume kabisa cha utaratibu wa usafirishaji wa nyama, si Tanzania tu, na ni dunia nzima. Hakuna mtu utamkuta anasafirisha nyama kwa mtindo kama ule. Kwa hiyo tuliwatangazia, sio kwamba wao ndio ilikuwa mara ya kwanza kuwatangazia swala lile kwamba hamtaki kutumia madeli yale ambayo hayatakiwi kusafirishia nyama. Tuliwahi kufanya vikao toka mwezi wa 9 mwaka jana na viongozi wao, tukaanza na viongozi wao, baadaye viongozi wao tulifanya vikao vingi, baadaye tukaenda kuwashirikisha wasafirishaji wenyewe, waendesha bodaboda wenyewe ambao wanasafirisha hiyo nyama. Tulikutana hapo walipokutana jana, hapo panaitwa nini, eneo gani lile, nyuma machinjio kule, kuna ukumbi ule aliofanyia meya jana, ndio huo pale juu pale ndio tulipokutana na hao watu, tukawaeleza kinaga ubaga namna gani biashara ya nyama inatakiwa kufanyika, namna gani nyama inatakiwa kusafirishwa. Kiutaratibu ni kwamba pikipiki hairuhusiwi kubeba nyama. Katika nchi yetu ya Tanzania hatujaruhusu mtu wa pikipiki kubeba, tulikuwa tujaruhusu mtu wa pikipiki kubeba nyama. Lakini kutokana na changamoto ambazo zinapatikana pa Dar es Salaam, kutokana na maeneo yako mbalimbali na magari ya kubebea nyama ni machache, ndio maana tuliwaita wale watu kwa ajili ya maongezi, lakini vile vile na kuwaelimisha namna ya ubebaji wa nyama, kwamba sasa madeli yale wanaobebea nyama hayaruhusiwi. Kwanza ni vyombo vya plastiki. Vyombo vya plastiki havitumiki kubebea nyama. Nyama inabebwa kwa kutumia vifaa maalum ambavyo vinaweza kusafirishika kirahisi, kama vile ambavyo vinakuwa na aluminium, material ya aluminium. Lakini vingine inaweza kawa sio lazima iwe aluminium, lakini inaweza kawa fiber, material ya fiber, ambayo hayawezi kuhama kutoka kwenye kile chombo kwenda kwenye nyama. Kwa hiyo vyombo vyote vingine kama hata cha chuma ambacho kina uwezo kutengeneza kutu kikaingia kikatumika kwa ajili ya nyama, hicho hakiruhusiwi. Kwa hiyo tulitoa elimu na tulielekeza na tukawapa deadline. Deadline ilikuwa kabla ya tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2020, kwamba hawatatakiwa kutumia hivyo vyombo. Lakini walilifuata kwa ajili ya kusema kama muda ule ni mfupi na wanahitaji kujiandaa, kwa sababu madeli yale yanauza kati ya 500,000 na 600,000. Ingawaje yule mtu ambaye ana supply anatengenezea hapo Tanzania, yuko maeneo ya Mbagala nadhani, alikubali kuwapunguzia kwanza mpaka kwenye 400,000 na baadaye kuwakopesha. Yaani walitakiwa watoe 1,500,000 katika ile 400,000 au mpaka 500,000 na 600,000, inategemea na size. Alikubali kuwakopesha, yani watoe 1,500,000, baadaye watakuwa namalizia. Akakubali, wakakubaliana na sisi pale tukamaliza. Na katika kikao hicho ambacho tulikuwa tunafanya pamoja kwa kuunganisha na hao wazalishaji na wasambazaji wa hivyo vifaa vya kubebea nyama, mwenyekiti wa mtaa wa eneo lile alikuwepo, na ndio alitupongeza sana kwa sisi kufanya kikao cha namna hiyo, kwa sababu na yeye ilikuwa inamsumbua sana akilini, hasa biashara ile, lakini na ubebaji mbovu wa nyama katika eneo lile. Na clip tunazo, tulienda na waandishi wa habari pale. Kwa hiyo na wale watu hawataki kubeba nyama kwa mtindo ule. Kwa hiyo baadhi walitii, baadhi bado wanaendelea. Sasa hao wanaoendelea kubeba nyama kienyeji ndio hao tulikuwa na dili nao. Sasa hiyo tarehe 14 asubuhi alfajiri tuliamka kwenda pale machinjioni kwa wale ambao tuliwatangaza. Tukakuta wanafanya biashara yao vile vile. Maana yake hakutaka kabisa kutii mamlaka ambayo imekuwa ikiwasiliana nao kama miezi 5 mpaka 6. Tumewasiliana nao, lakini waliobadilika ni wachache tu, wale wachache wa bodaboda wanaoweza kubeba nyama kwa kutumia vyombo vile vizuri, lakini wengine wa kuuza plastiki, vyombo hii tuseme mifuko ya plastiki bado walikuwa wanaendelea
kufanya biashara yao pale, lakini wale wanaouza barabarani wanaendelea. Wale wanaouzia kwenye kinyesi ambao tumewakataza, kinyesi hiki jamani ni hatari kwa binadamu, kwa afya ya binadamu. Mnauzaje kinyesi kiko hapa na nyama unauzia hapa hapa? Ingawaje jana tulivyoenda nikakuta kama wameondoa, lakini uchafu kule ndani ukienda kuangalia hali halisi bado ni uchafu ule ule. Kwa hiyo tulifanikiwa kukamata baadhi ya watu kama 14 katika wale, kwa sababu ilikuwa sio rahisi kumkamata kila mmoja anayefanya biashara. Tulifanikiwa kukamata watu 14 ambao tuliwapeleka polisi, na walienda walisainishiwa fomu maalum za bodi ya nyama ambazo zina seize mizigo yao ile ambayo walikuwa wanafanya biashara nyama. Kuna nyama na mifuko ile. Kwa hiyo tulifanya hivyo, na yoyote ambaye alikuwa anataka kunyinasua na lile swala, kwa sababu tuliwakamata, alikuwa lazima alipe faini isiyopungua shilingi 100,000 kwa mujibu wa sheria namba 10 ya mwaka 2006 ikisomwa kwa pamoja na mabadiliko ya sheria namba 1 ya mwaka 2020 na kanuni ya ukaguzi na kanuni ya usajili ambayo sisi bodi ya nyama tunaitumia. Kwa hiyo iko kwa mujibu wa sheria kumpiga mtu faini ambaye anaenda kinyume na biashara ya nyama fedha isiyopungua shilingi 100,000 za Kitanzania. Kwa hiyo tulikamata nyama zao zingine kwenye magari, tuliweka kwenye magari ambazo tulienda pale, tulienda nazo polisi kituo cha Buguruni. Sasa jana katika taarifa ambayo nilikuwa nimesikia propaganda mbalimbali kwamba nyama ile ilienda waligawana polisi, kitu ambacho ni cha uongo, kwa sababu ile nyama polisi wenyewe wanaona kabisa kinyesi hiki hapa, na hao walioenda kukamata kinyesi kiko hapa na nyama hiyo ambayo tunaikamata iko hapa. Nyingine tulikuwa tunakamata babani imewekwa kwenye kemikali, kwenye mifuko ambayo inabebea kemikali ambazo hazifahamiki, zina athari kubwa sana kwa afya ya binadamu. Si rahisi kwa polisi mwenye akili timamu kwenda kuchukua nyama ile. Kwa na kanusha taarifa hiyo kwamba hakuna polisi yoyote aliyechukua nyama ile. Kwa watu wapuuze kwamba nyama iligawiwa kwa polisi. Hapana. Nyama ile baada ya kuikamata sisi tulienda kuiteketeza kwa mamlaka tulionayo. Sasa mtu hawezi kusema kwamba tunataka kuona nyama yake inavyoteketezwa. Hapana, huu utaratibu wa wapi? Utaratibu upi? Hadi umekamatwa na bangi, afu unataka kuona bangi ile inahifadhiwa wapi? Au umekamatwa na bangi, umetozwa faini ya shilingi 100,000, unataka urudishiwe bangi yako kwa sababu umeshatozwa faini. Kitu ambacho hakiruhusi, hakipo. Umekamatwa na nyama ambayo haifai kwa ajili ya matumizi ya binadamu, na wewe unajua kabisa kwa makusudi unafanya biashara hiyo, au umekamatwa katika mazingira mabovu, alafu tunakuchukua tunakuweka kituo cha polisi, tunakutoza fine, unalipa fine haraka, alafu unataka tukurudishie ule mzigo ambao sisi tunaona haufai, kitu ambacho hakiwezekani. Haya ni maelezo ya Bodi ya Nyama Tanzania, na mimi naitwa Imani Sichalwe, kaimu msajili wa Bodi ya Nyama Tanzania. Mtazamaji, na hiyo ni taarifa ya kaimu msajili wa Bodi ya Nyama nchini Tanzania, Bwana Imani Sichalwe, kuhusiana na kazi maalum ya ukaguzi katika machinjio ya Vingunguti tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2021.